Mjambo, habari za jioni. Basi nataka nichukue fursa hii niseme asante kwa nyote ambao mnatazama Daktari Uweso Swahili Channel. Naona wengi mnaongezeka sana, na Mungu awabariki. Mungu awawezeshe. Bwana akutane na haja ya mioyo yenu, yale ambayo mnatamani. Bwana Mungu awatendee. Jioni ya leo ninafurahi kuja kwenu tena kuwapatia. Unajua wengi naona wanauliza bidhaa ambao vinaweza fanya hivi, bidhaa vinaweza fanya vile, ni nini naweza kunisaidia kwa hili na lile. Naomba mtege masikio niweze kuwasaidia katika maeneo haya. Katika huduma zangu nina product ambazo zinafanya mambo yafuatayo kulingana na vile nitakufafanulia. Kuna hii inaitwa solution oil, mafuta ya suluhisho. Una mambo ambayo unamwamini Mungu kwamba Mungu anaweza akakusaidia, so unaweza kuapply mafuta ya suluhisho iwapo unatafuta suluhisho lolote. Haya mafuta ni ya general. Naelewa yanaweza kukusaidia kutatua mambo kadhaa. Kuna wengi wameorder kutoka hapa Kenya na hapa Afrika, na pia wengi wameorder kutoka nchi za ng'ambo. Na ukiona mtu ana order mara moja alafu tena anakuja narudia, ina maana kwamba kuna kitu anafaidika katika hayo mafuta. So kuna wengi wamefanya hivyo, na tunamshukuru Mungu kule umbali ambao wameweza kuwa wamefaulu. Kuna mafuta ambayo tunaita mafuta ya kuharibu, destroyer oil. Destroyer oil inadili na maswala kama kwa mfano umewekewa mambo katika maisha, pengine kuna spell ambao umewekewa juu, naweza kutangaza neno hilo kwa juu yake kwa maombi na ukajipaka mafuta yale. Sasa ile spell itakuwa broken. Kumbuka maandiko inasema katika kile kitabu cha Isaiah 10:27 kwamba siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwake, nayo nira itaharibiwa. Na Biblia inasema nira itaharibiwa kwa kutiwa mafuta. Sasa kuna destruction ambayo inaweza kuharibiwa maishani mwako kwa kutiwa mafuta haya ya destroyer ama ya uharibifu. Unataka kuharibu kitu katika maisha yako ama mahali popote, unaweza kutumia mafuta haya. Kuna mafuta ya vision oil ya kusababisha mambo ya maono, kuona. Katika kile kitabu cha Ufunuo 3:18 Biblia inasema nunua dawa hii ukapate pake macho yako upate kuona. Maana inaweza kuwa unafikiria una macho unaona, lakini kumbe uone. Unataka wale wote mnaotaka kusaidiwa katika eneo la kutambua mambo yaliyo mbele zaidi ya macho yako ya kawaida, unaweza kutumia mafuta haya. Pia discernment, kutambua utambuzi wa rohoni, kuwa sharp, kuelewa mambo ya rohoni. Sisemi yale ya kiuchawi, lakini nasema ile ya kimungu. Unaweza kutumia mafuta haya. Kuna prosperity oil, mafuta yanayosaidia katika ufanisi. Kuna business oil, haya ni mafuta ya kibiashara. Unataka kuapply katika mambo ya biashara, utasaidika. Nitaenda haraka ili muweze kupata information hii yote. Kuna super favor oil. Super favor oil ni mafuta ambayo itakupa kibali kwa watu wakubwa, watu walio na vyeo. Kuna watu ambao ukikutana nao na wakupende, maisha yako inabadilika. Nataka pia nikueleze ya kwamba ujue iwapo Mungu atainua maisha yako, atatumia mwanadamu. Na iwapo shetani atalaani na kuharibu mambo yako, pia shetani atatumia mwanadamu. So nataka ujue kwamba mafuta haya inawezekana kwamba kuna mtu, kila mmoja umetengewa kukusaidia maishani.
lakini huwezi ukakutana nao kwa sababu adui ameifanya kuwa ngumu, huwezi kukutana na watu wale. Sasa ukitumia mafuta haya Super Favor Oil itakusaidia kukutana na watu wa maana, watu watakaoweza kuinua maisha yako watu ambao wanaweza kupiga simu tu mara moja na wewe mambo yako inafunguliwa. Kuna Burning Oil, hii ni mafuta yanayohusu mambo ya watu ambao wana matatizo ya kutozaa, anaweza kuwa wa kiume, anaweza kuwa wa kike. Unaweza kuapply mafuta haya ya utasa, Mungu akakusaidia. Kuna Door Opener Oil, unataka milango ifunguliwe. Kuna wengi mnamwamini Mungu kwa kufungua milango, basi Door Opener inaweza kusaidia kuweza kufungua milango katika eneo mbalimbali kule unataka kwenda. Kuna Holy Johnny Oil. Holy Johnny Oil ni product ya mafuta ambayo inasaidia mambo ya memory. Unaweza kuwa una matatizo ya kusahau mambo. Kila wakati unasahau mambo, umeweka kitu mahali umesahau, umeota, wala ambao mnaota ndoto alafu mkiamka tayari umesahau. Una shida ya kusahau upande wa memory, na hii pia ni nzuri sana kwa apply kwa watoto wanaosoma ili waweze kufanya kukumbukwa na kumbukumbu la sawa wakati wa mitihani. Kuna Road Opener Oil, hii ni ya kufungua njia. Kuna ile Door Opener na kuna Road. Sasa Road ni ya kufungua njia, Door Opener ni ya kufungua milango. Sasa Road ni ya kufungua njia. Unamwamini Mungu njia fulani ifunguke, lakini hiyo njia haijafunguka, basi unaweza kutumia mafuta haya ya Road Opener Oil. Kuna Fast Money Oil, ili pesa unataka pesa haraka ikuja haraka, kuna kitu urgent kinakusumbua, unatumia Fast Money Oil. Alafu kuna Magnet Oil, mafuta ya kukusaidia kushika baraka na kushika vitu vizuri. Unajua kuna watu ambao wanavutia vitu vibaya, wanavutia watu waongo ndio wanakuja kwao. Kama ni mwanamke unataka kuolewa, wale watu wanakuja kwako ni waume za watu ambao wanakudanganya, hawana jamii. Yaani unavutia vitu mbaya, unavutia vitu ambavyo vikusaidii, unavutia vitu ambavyo vitakupa aibu, ndio vinakuja karibu na wewe. Sasa ukitumia mafuta aina hii itakusaidia kuvuta vitu vilivyo karibu, vitu vinaweza kuwa vya msaada karibu na maisha yako. Pia kuna Healing Oil. Haya ni product ya mafuta ya uponyaji. Hii ni ya uponyaji tu, unaweza ukasaidika katika kuombea mtu na hii mafuta. Maandiko yanasema kama mmoja wenu hawezi, basi awaite wazee wa kanisa wakimuombea na kumpaka mafuta, basi yule mgonjwa Mungu atamponya, na hata kama amefanya dhambi Bwana atamsamehe. Kuna Favor Oil, hii sasa ni ya kibali. Wewe ni mtu unahisi kwamba hauna kibali katika lolote ama popote unaenda, unahitaji kibali mbele za watu. Mungu akupe kibali wakati unaomba na kutumia mafuta haya. Bwana akusaidie upate kibali. Kuna Judgment Oil. Judgment Oil ndio mafuta pia tunayaita Truth Revealer. Haya mafuta yanatumika sana katika area ya kuvumbua mambo yaliyofichika. Area ya kuvumbua mambo yaliyofichika. Wengi wenu mnasikia nikifundisha habari za screening, kufunua mambo ya mtu ama spiritual mapping, kuchunguza mambo ya mtu kiroho ili kujua. Sasa kile kinanisaidia mojawapo ni product hii. Nachukua picha ya mtu alafu ninaomba Mungu, naandika majina yake na element, natafuta vitu vinavyohitajika, alafu napaka hayo mafuta kwa sura ya picha ya mtu niliyoiprint out. Alafu nikiomba Mungu ananifunulia siri za mtu huyo. Sasa ninaona mambo ambayo nataka na kuona, yale ambayo ameshare na mimi. Mimi huwa siangalii kila kitu ya mtu, kwamba mtu alificha hichi, alificha pila, hapana. Mimi huwa naangalia eneo lile ambalo nahusika nalo.
kwa sababu mimi nafanya professional counseling. Mimi ni mtu ambaye nimesomea mambo ya professional counseling. Siwezi enda kwa room ambayo hatujakubaliana. Hata nikiiona nitapitisha jicho, sitashughulika nayo, kwa sababu si hiyo imenipeleka. Hiyo itakuwa imenisaidia kudumu katika laini ambayo tulikubaliana. So kuna watu wengi ninapochunguza mambo yao ya rohoni, ninaona vitu vingi, ninaona vituko, ninaona mambo ambayo yako mbele, ninaona vitu vingi, lakini sishughuliki sana na hiyo. Ninashughulika sana na kile ambacho tumekubaliana. Kile tumekubaliana ndio kile ninafuata. So kitu kingine ambao unaweza kutumia sasa, judgment oil inasaidia kufunua mambo ya rohoni na pia kufunua vitu ambavyo mtu anafanya kitu anasema si mimi, ama mtu arukaruka. Unaweza kutumia hii ikakusaidia kujua mambo ya mtu. Follow me oil sana sana ni ile watu wanatumia, wengi wanatumia hii kwa ubaya. Unapata mke wa mtu unamfanyia follow me, anaanza kutamani na kufuata. Pata mume wa mtu unamfanyia, anaanza kutamani kufuata. Hii si sawa. Ninaifundisha inakusaidia hayo, lakini si vizuri kuitumia kwa ubaya. Ni vizuri kuitumia tu kwa uzuri, ili yenye inaweza kuheshimu wanadamu na kumtukuza Mungu, itakuwa ya faida. Kuna manipula oil. Sasa manipula oil ni product ya mafuta inayotumika na kuvuta pesa haraka. Yaani kwa lugha nyingine ni kusababisha njia nyingi za pesa zije kwako. Unaweza kuwa na pesa zinakuja lakini haziji kwako nyingi. Njia inakuwa tu ni moja ambayo inatumika. Sasa manipula inakusaidia kuvuta njia nyingi za pesa. Italete pesa karibu sana kwa njia nyingi ambazo utasaidika. Manipula oil. Naelewa. So hiyo itakusaidia pakubwa katika eneo hilo. Kuna black oil, ni mafuta ambayo inatumika kudili na mambo ya kiuchawi. Iwapo unahisi kwamba shamba lako limerogwa au boma lako limerogwa au kitu kingine pengine maisha yako imerogwa. Yaani kuna maeneo penye unafanyia kazi, kama ni ofisi au boma au shamba au nyumba, unahisi kwamba imerogwa, unaweza tumia black oil. Alafu kuna antepa oil. Antepa oil sana sana inatumika kama uchawi unahusika katika mwili wa mtu. Kuna watu ambao wamefura vitu, kuna watu wamefura tumbo, wameweka uchawi, kuna watu wamefura migongo, kuna watu wamefura shingo, kuna watu wametumiwa vitu vya kufura miguu na ni uchawi umewekwa pale. Sasa huo uchawi unapowekwa pale, unakuta kwamba antepa oil inaweza ikakusaidia kutoa yale matatizo katika maisha ya mtu. Unapaka juu ya mtu, unapaka, alafu ule uchawi utaweza kupotea. Controlling oil, mafuta ya kudominate mtu, mafuta ya kusababisha mtu aweze kuwa dominated, yaani kumtawala mtu, kushika mtu, kuwa juu ya mtu. Haya ni mafuta yaliyo na nguvu sana, yanaweza kusaidia katika eneo ile. Kulikuwa kumetulia, lakini imeanza video hapa kwangu na ninaona mapepo yanainuka ndani ya watoto, wanapiga kelele kweli kweli. Mungu atusaidie. Basi kuna come to me oil. Come to me oil pia inafanya kazi kama ile follow me oil. Come to me oil, mafuta ya njoo kwangu, pia inafanya kazi, lakini sana sana hii inafanya kazi na kurejesha vitu. Kama mpenzi wako umeachana, unaweza apply come to me oil akarudi kwako. Inaweza kusaidia. Sasa pamoja na super spiritual soap, sabuni ambayo inapambana na mambo mengi ya kingly, miracle powder pia tuko nayo, alafu spiritual water ya solution pia unaweza ukaipata. Basi kuna huduma, hizo ni product. Sasa kuna huduma. Sasa huduma, kuna huduma ya pot breaking service, ya kuvunja nyungu.
hiyo inadili na maboma aliyolaaniwa, maboma yaliyo na matatizo mbalimbali. Ukiapply hizi product vitu havifanyi, unaweza kuitisha huduma, kazi ya kiroho ikafanywa katika boma lako au ofisi yako au katika shamba lako au katika boma lako. Utaona mabadiliko nyumbani mwako. Cleansing services za kutakasa. Mungu akusaidia unapo apply hizi huduma, basi Mungu anaweza kufanya maisha. Wengi mnapata blockage, vifungo vingi kwa sababu hamjioshi. Unapokosa kuoga, unasikiaje? Maji yanasaidia kuondoa uchafu wa kimwili. Unaoga na sabuni, hauoge maji tupu. Basi katika mtu wa rohoni pia kuna usafi ambao unahitajika. Unaweza kuapply neno la Mungu likakutakasa. Una apply nguvu za Roho Mtakatifu na apply, lakini kuna vipengele ambavyo ni vya asili vinatumika katika spiritual dimension, mwelekeo wa kiroho. Unaweza kutumia hizo vitu na huku unatumia maombi, basi Mungu atakusaidia. Unaweza kutakasika kutoka maeneo yale. Kuna huduma ambazo zinaitwa huduma za kibiashara, business services. Huduma za kibiashara zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yako. Huduma za kibiashara, milango mingi inaweza funguliwa kibiashara wakati ambapo unafanya hizo huduma, na zimesaidia wengi. Hata jana nimekuwa Nairobi, na nimetoka Nairobi jana asubuhi. Kwa Nairobi nimeona mambo makubwa katika maisha ya wale ambao wanamwamini Mungu katika eneo hilo. Kuna screening services, huduma za screening, yani kuchunguza. Nimeshawaambia hizo huduma ziko. Kama uwezi kujichunguza, unaweza kusaidiwa ili wewe ukapata na msaada ukawa uko juu yenu. Sawa jamani. Deliverance, huduma za ukombozi, deliverance service tuko nazo. Kuna matatizo, kuna watu wa vichaa, kuna watu walio na wazimu, kuna watu ambao wamekwama kwa kifafa, kuna watu walio na matatizo ya kupagawa, kuna uchao wa kila aina. Basi tunaweza kusaidia katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndiye anayetupa hizi nguvu na haya maarifa yote ili tuweze kuomba chini ya mamlaka ya jina lake, na watu wa Mungu nina hakika kwamba wanafunguliwa. Attraction services, huduma za kusababisha uvutie mambo mema, uvutie watu wazuri katika maisha yako. Kuna watu mnavutia watu waongo, unavutia watu wakora ndio wanakuja kwako, majambazi ndio wanakuja kwako, watu ambao wana mioyo mibaya ndio wanakuja karibu na wewe, watu ambao wana wivu, wana majivuno, watu wana majigambo, watu ambao hawana heshima na mwanadamu wala hawaheshimu Mungu wako, wanakuja karibu na wewe. Attraction risk itakusaidia kuvutia watu wa sawa, watu wazuri, watu ambao wanaweza kuchangia mema katika maisha yako. Kuna healing service, huduma za uponyaji wa kila aina ambao ni Mungu ndiye anaponya. Sisi tunafanya huduma tu, lakini uponyaji ni Mungu. Protection service, huduma za ulinzi pia zinatokana na Mungu. Huduma za ulinzi zinatokana na Mungu, ndiye anaweza kulinda boma, ndiye anaweza kutatua mambo hayo. Protection services, huduma za ulinzi hizi. Na command service, huduma za kuamurisha mambo. Kama mambo imekataa, tunaweza kufanya kuamurisha. Umetumia product za kuamurisha ziko, lakini pia zinahitaji saa zingine huduma za kuamurisha. Alafu kuna huduma kama spiritual marriage, kama mambo ya matatizo ya ndoa za kiroho. Inaweza kusaidia bad luck, kukosa disfavor, kukosa bahati mbaya, kuwa na bahati mbaya, rejection, kukataliwa, spiritual sickness, magonjwa za kiroho na uchawi kwa general. Na mambo haya ni mengi. Mungu awasaidie katika mambo haya. Unaweza kusikiza hapo ukachagua product ama ukachagua huduma. Alafu katika hiyo ndio nitakufafanulia katika WhatsApp. Siwezi kuweka price hapa kwa sababu siko kwa biashara za kuuza hizi product na mafuta na huduma, ila niko kwa biashara za kutatua na kupeana suluhisho
katika maisha ya wale ambao wananitafuta. Kwa basi uweze kujua bei yake na gharama, inabidi uongee na mimi kama wewe pale katika WhatsApp yetu ya biashara 0790970454. Hiyo ni WhatsApp. Ukiandika message pale kwa WhatsApp utajibiwa. Kama uko nje ya Kenya, unajumlisha namba ya taifa la Kenya ambayo ni +254. Unaongeza hapo, alafu pale mbele, alafu unatuma message pale, utatupata. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe. Wale ambao mnatamani hizo huduma, mkiitisha pale ndipo mtaelezwa pia na maagizo na pia namna ya kutumia. Asante, tuonane baadaye kwa hiyo video itakayokuja. Mungu awabariki. Muwe na Jumapili ya baraka na Jumapili njema. Amen.